Na kushukuru kwa kunipa nafasi nami ya kuchangia katika wizara hii muhimu, wizara ambayo ina vijana na vijana ndio taifa la kesho. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote kwanza naomba nimshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumba mbingu na ardhi, ambaye bado anatuwezesha kutupa uhai wake na puunzi wa kusimama katika baraza hili na kuendelea na kazi zetu mbalimbali ambazo wananchi wametutuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuanza katika mchango wangu, kwanza kabisa naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa wizara hii, Katibu Mkuu, afisa mdhamini, lakini pamoja na watendaji wote wa wizara hii, wizara ambayo imebeba mambo yote: michezo, vijana, waandishi wa habari ambao wanatuhabarisha na habari zetu zinasikika ulimwengu mzima, lakini na nchi nzima. Naomba nimpongeze sana kwa uongozi wake mahiri na kuandaa bajeti hii na kuileta katika baraza hili na sisi tunaijadili. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa niende katika programu ya habari. Naomba niende kwa upande wa redio. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapongeze sana viongozi ambao wanaongoza idara hii. Tumekuwa tukiziona kazi zao mbalimbali. Tulikuwa tumezoea kuona taarifa habari fupi tu, lakini naomba niwapongeze. Sasa hivi wameboreka au wameboresha. Tunasikiliza taarifa habari mpaka wakati mwingine unalala pale pale, unapata usingizi, taarifa habari bado hazijamaliza. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ni umahiri wao wa kufanya kazi kwa pamoja na mashirikiano, na Mwenyezi Mungu awajalie katika kitengo hichi waendelee na mashirikiano na dhati wakisaidiwa na Mheshimiwa Waziri au wakisimamiwa na Mheshimiwa Waziri, ili kuona kwamba tunaendelea kupata habari nzuri za kimataifa, lakini na taifa letu la Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia katika matangazo yao naomba niwapongeze sana. Hata pale wanapotoa habari hizi, tumekuwa tukisikia habari hizi wanazitoa kwa ufasaha, lakini hata matangazo ya vifo, ikifika wakati wa Ramadhani, matangazo yale yanakuwa hayana malipo. Kwa hiyo naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa hili, kwamba wananchi ikifika mwezi ule, najua kwamba ni katika hatua moja ya utoaji wa sadaka. Kwa hiyo matangazo yale yanatolewa bila malipo, wananchi nao wanafarajika kupata huduma hii bila malipo kwa mwezi ule mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hili jambo waliendeleze ni zuri, na wao Mwenyezi Mungu pia atawapa malipo yao inshallah kupitia jambo hili wanalolifanya na uzuri wake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia hata katika maelezo baada ya habari, tumekuwa tukiwasikia baada ya taarifa habari, kuna maelezo baada ya habari ambayo wakati mwingine yanajenga hisia za kibinadamu katika jamii tunayoishi nayo. Kuna matukio mbalimbali kupitia maelezo baada ya habari, mna ukumbusho ndani yake katika habari hizi wanazozitoa. Kwa hiyo waendelee kulifanya hili, na wao watapata malipo kwa ukumbusho. Hakika ukumbusho huwafaa wenye kuamini, na wao wanatukumbusha. Kwa hiyo waendelee nalo. Pia niseme kwamba jambo hili ni zuri na wanafaa kupongezwa sana sana sana.
Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende ZBC. Mheshimiwa Mwenyekiti, ZBC nao tumewaona ambapo vipindi vyao vinapoendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nao pia wamekuwa ni wabunifu. Kuna vipindi mbalimbali ambavyo wamevibuni hapo mwanzo havikuwepo. Kwa mfano, wameratibu Yamle Yamle. Hii Yamle Yamle ni nzuri sana hiki kipindi, kwa sababu programu hii inaibua vipaji vya watoto wetu. Tuna watoto wa vijijini ambao wamewaibua. Leo tunajua kwamba michezo ni ajira, hasa michezo yetu ya mpira. Tumeona vijana wetu wengi wa Kizanzibari wamepata soko Tanzania bara. Tunawaona wanacheza mpira. Hii kuanzisha programu hii ya Yamle Yamle, wamebuni kipindi kizuri na wanasaidia vijana kupata ajira kupitia programu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niende katika vipindi ambavyo wanavitangaza. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende katika suala la utamaduni au na maadili yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vipindi vingi ambavyo wamevitayarisha, lakini tunaviangalia, lakini kuna watoto wadogo nao wanaangalia vipindi vile. Niwaombe sana, wakati wanatayarisha vipindi hivi, waangalie kipindi hiki wakati gani tukiweke. Wakati mwingine sasa hivi tunajua kama tunakwenda na utandawazi, lakini pamoja na utandawazi tuangalie na ule utamaduni wetu ambao tunao sisi wa Zanzibari. Wakati mwingine kuna watoto ni wadogo sana, kuna nyimbo ambazo zinatiwa. Kwa hiyo hili nalo niwaombe sana waangalie kwamba nyimbo hii kwa wakati huu watoto bado wapo macho. Hapo zamani kulikuwa kuna kipindi maalum cha watoto, na kwa mfano ikifika saa 2 baada ya taarifa habari, kama ni mzazi una mtoto wako upo naye pengine maeneo ya pana TV kwa jirani au sehemu yoyote, kwa kipindi kile TV zilikuwa zinawekwa nje. Kwa hiyo ulikuwa mzazi na pana walinzi, walikuwepo wenzetu wa volunteer. Unaondoshwa mzazi ukamlaze mtoto, baadaye urudi uje uendelee kuangalia vipindi vingine. Kwa hiyo hili nawaomba wathamini sana katika utayarishaji wao wa vipindi, hasa katika vipindi vya muziki. Sasa hivi vijana wanakwenda na wakati, tuangalie vijana wetu wadogo ili tuone mila na silka zetu za Kizanzibari bado zinaendelea kubakia kama zilivyo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba nimwombe Mheshimiwa Waziri, panapofanyika uhamisho kwa wafanyakazi, naomba sana Mheshimiwa Waziri, tuna wafanyakazi wengi katika taasisi hii ZBC ambao wafanyakazi hawa wamesomea fani ya utangazaji. Tunajua kwamba tunapomhamisha mfanyakazi kumpeleka katika taasisi nyingine, kwa mfano kuna wizara mbalimbali ambazo wanatakiwa nazo wazifanyie kazi. Najua hii wanamsaidia kazi Mheshimiwa Rais, lakini wanamsaidia kazi pia waziri, lakini pia mawaziri ambao wanaziongoza wizara zile, zinatolewa habari mbalimbali kupitia wizara zao, lakini pia na kumheshimisha Mheshimiwa Rais kuonekana yale mambo ambayo yanafanyika katika nchi hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshauri Mheshimiwa Waziri, kwa mfano kimhamisha kijana ambaye kasomea fani ya utangazaji kaenda katika maeneo mengine, kwamba hapati ile fani kuendeleza fani hii, mwisho wake atapoteza ule uhalisia wake na ile fani ambayo ameisomea. Kwa hiyo wakati wanafanya uhamisho, waangalie vizuri jinsi ya vijana wetu wanapowahamisha na kazi zao. Lakini Mheshimiwa Spika, pia wamebuni katika kipindi cha kuhifadhi Qur'ani,
lakini mashindano ya Qur'ani hii ni nzuri sana. Mimi naomba nimpongeze Mheshimiwa Waziri, kwa kweli ZBC sasa hivi imeimarika. Tunaona kazi zao nzuri wanazozifanya za kila siku. Vijana wetu tunaibua vipaji kupitia tahfidhil Qur'ani. Tunajua kwamba nchi yetu haina dini, lakini wananchi wake wana dini. Kwa hiyo kupitia vipindi hivi watoto wetu tutawaibua na watakuwa na hamu ya kuendeleza dini yao, ili tuone kwamba dini yetu ya Kiislamu au Qur'ani bado inaendelea kuhifadhiwa na watoto wetu wanahifadhi Qur'ani katika vifua vyao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende katika sekta ya michezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ana mapenzi ya dhati na wananchi wake. Mheshimiwa Rais tumemuona kupitia msimamizi wake Mheshimiwa Waziri na watendaji wao, amejenga viwanja katika maeneo mbalimbali, viwanja vya kila wilaya lakini na mikoa, kwa ajili ya kuendeleza michezo kwa vijana wetu. Kama ambavyo nimesema, michezo ni ajira. Bado tuna vijana wadogo watapata ajira kupitia sekta hii ya michezo. Kwa hiyo naomba niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa hili alilolifanya, kwamba anajua kuna vijana ambao wanatafuta ajira. Tukiwaboresha kwa kuwa na viwanja, na huwezi kupata ujuzi kama huna eneo la kufanyia kazi, na vijana hawa kupitia mpira maeneo yao ya kufanyia kazi ni katika viwanja vya mipira au viwanja vya michezo na michezo mbalimbali kama ya mbio, netball, volleyball na mengineo. Viwanja vyote hivi tumemuona Mheshimiwa Rais, viwanja vimejengwa vizuri vya kisasa, vina haiba nzuri sasa ya kimichezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nizungumzie suala la utalii wa kimichezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi tunaboresha utalii. Kama jana nimeuliza hapa jinsi ya suala la michezo kwa upande wa utalii, namuomba Mheshimiwa Waziri, lakini pia Mheshimiwa Rais hili na uhakika kwamba naye anaangalia, inawezekana anaangalia. Kwa hiyo kupitia Mheshimiwa Makamu wa Pili naye niwaombe sana. Sasa hivi tunatayarisha utalii katika kisiwa cha Pemba. Na nashukuru tu kwamba kama nilivyosema, kila wilaya kuna viwanja vya michezo. Lakini pale kwa kuwa utalii utakuwa ni karibu sana na pale Micheweni, niseme kwamba pana uwanja pale ambao vijiji vyote vile vya Micheweni hata wakiwa na mashindano yao wanafanya pale katika uwanja wa kwa Shamemata. Lakini uwanja ule hauko katika hali ya ubora wa kimichezo. Nimuombe Mheshimiwa Waziri, katika program zenu ambazo mtazifanya kwa kipindi kinachokuja, basi niwaombe kupitia utalii na utalii wa kimichezo, kiwanja kile kijengwe nacho basi, ili wananchi wa Micheweni na watalii watakapokuja katika maeneo yale, tunajua watalii wanakuja wengine wanapenda michezo, basi nao waje kushiriki michezo, lakini wafanye mazoezi pale vijana wetu, na mpira sasa uchezwe pale, tuone vijana bado na wao wapate ajira kupitia katika kiwanja kile, vijana wa jimbo lile la Micheweni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie pia suala la uboreshaji wa uwanja wa Amani. Mheshimiwa Rais ameuboresha uwanja huu, sasa hivi una haiba wa kimataifa. Kwa hiyo
Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja huu ni wa kwetu sote. Mimi niseme kwamba huu uwanja si wa Zanzibari peke yao. Uwanja huu sasa hivi unatumika kimataifa, na hata wenzetu Tanzania bara tumejionea mechi zinachezwa katika uwanja huu wa Amani. Umekidhi vigezo, una kila hali nzuri, kuna viti vizuri, lakini kuna mambo kemkem ambayo yana kila haiba ya uwanja ule kimataifa. Niwaombe sana ndugu zangu wa Simba wanakuja kucheza kesho kutwa, uwanja ule tuutumie vizuri, tusije tukaongoa viti tukaondosha haiba ya uwanja ule. Ule uwanja tucheze, na wengine watakao kuja waje kuutumia uwanja ule, bado bakie na haiba yake, tuone kwamba unatangazwa kimataifa. Na timu tunaona leo Morocco wanakuja kucheza Zanzibar. Hii ni uboreshaji na ni sifa ya Mheshimiwa Rais kuboresha uwanja ule ili ufanye kazi, na sisi wa Zanzibari tunatangazika kimataifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, niombe sana ndugu zangu, kesho kutwa anakuja na mechi, basi wacheze mechi, tuburudike, tuone ile haiba ya mpira sasa, na kwa kuwa wanakuja wenzetu kutoka mataifa ya nje, tuenjoy ile hali ya mpira na isije kuwa vurugu na fujo, tutaondoshea sifa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa dhati kabisa nimpongeze mwenyekiti wangu wa kamati jinsi ambavyo ameiwasilisha hotuba hapa. Ameiwasilisha hotuba hii vizuri sana na katusimamia vizuri hadi leo tumefika hapa, ukawasilisha ripoti hii kwa vizuri sana. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Makamu wa Pili ambaye naye anaendelea kutusimamia kila siku katika kazi zetu, na tupo hapa tunafanya kazi zetu kwa uhakika na bila wasiwasi. Huu ni usimamizi wake mzuri wote. Lakini pia nikupongeze wewe Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na kukaa hapa na kuchangia hotuba hii ambayo amewasilisha Mheshimiwa Waziri kwa uzuri. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa miongozo yenu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.